Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe sana Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jisikie huru katika nyumba ya Bwana. Amen. Asifiwe sana Mwokozi. Wacha taa zikawake, kwa watoto zikawake, kwa vijana zikawake, kwa familia zikawake, kwa mama zikawake, kwa wazee zikawake, kwa huduma zikawake, katika jina. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ni mazingira gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe tena. Amen. Taa zikawake. Amen. Kwa waimbaji zikawake. Amen. Kwa wahubiri zikawake. Amen. Kwa kuimba zikawake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Taa ikawake sana. Amen. Ndio aliyeimba hapo. Na nyimbo hapo. Wacha hiyo taa ikawake. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio ameimba. Anaitwa nani? Unaitwa nani? Please. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha hiyo taa ikawake. Amen. Amina. Acha wewe hakuna kusima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi wacha nikaweke hili neno mbele za Bwana tukaweze kubarikiwa. Amen. Haijalishi ni mazingira gani unayopitia. Amini ya kwamba tuko mahali pa sawa. Amen. Acha nikaweke hili neno mbele za Bwana. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, ninanyenyekea mbele zako Bwana katika madhabahu yako Bwana, ili Baba ukaonekane wewe Baba kupitia mahubiri Bwana. Ninanyenyekea mbele zako Bwana kwa ajili ya utakaso, ukanitakase Baba mwili huu wa damu na nyama, ili Baba kila mmoja aliyeingia mahali hapa Bwana awe ni mtumishi Baba, awe ni mwinjilisti, awe ni mwalimu Baba, akasikizi hili neno katika jina la Yesu. Baba, tazama watu wako wananyenyekea mbele zako kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Mtakatifu, wacha Baba ukaonekane, waliokuja kwa kunyenyekea, walioingia Baba yangu kwa yale yaliyodhofika Bwana, wacha Mungu ukaonekane, kwa nyumba zao ukaonekane, taa zao zikawake katika jina la Yesu. Asante Mtakatifu, kupitia neno lako Baba likaangaze kwa kila moja, likaonekane kwa kila moja, kwa mtoto likaonekane katika jina lako Yesu kamilifu timilifu. Nimeomba na hata ninakuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe sana Mwokozi. Basi tutaenda kitabu cha Isaia, maandiko yetu matakatifu yanayotoka Isaia 66. Isaia 66 kuanzia 10. Amen. Tutasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Isaia mlango wa 66 kuanzia mstari wa 10 inasema, furahini pamoja na Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wazi ya kwamba furahini pamoja na Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ni mazingira gani unayopitia. Amen. Maandiko yanasema wazi ya kwamba furahini pamoja na Yerusalemu. Amen. Haijalishi ni yale unayopitia. Amen. Maandiko yanasema wazi ya kwamba furahini pamoja
na Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe sana Mwokozi. Amen. Wakati wako wa kufurahia. Amen. Hakuna kikwazo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Furahini pamoja na Yerusalemu. Amen. Furahi. Wajua ukifurahi hata yule adui wako kule nyumbani anashangaa mbona huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile nilivyojaribu yeye bado anafurahi. Amen. Unaomba lakini wewe unafurahi. Amen. Kwa maana umesikia kama hivi. Furahini pamoja na Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi umetoka wapi. Tunaambiwa tufurahi pamoja na Yerusalemu. Amen. Rudia tena na useme. Furahini pamoja na Yerusalemu. Shangilieni kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Furahini pamoja na Yerusalemu. Shangilieni kwa ajili yake. Amen. Hakuna kilio tena. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni huduma, hakuna kurudi nyuma. Kama ni taa, hazitazimika. Tunaambiwa tufurahi. Kwa watoto tufurahi. Kwa teenager tufurahi. Kwa vijana tufurahi. Kwa mama tufurahi. Katika Bwana Yesu asifiwe sana. Kila huduma ikachipuke tena. Amen. Zikachipuke tena. Bwana Yesu apewe sifa. Zikachipuke. Tunakuwa tufurahi. Amen. Watoto tufurahi. Teenager tufurahi. Vijana tufurahi. Amen. Hakuna kuzimika tena. Amen. Hakuna taa zitazima. Bwana Yesu apewe sifa. Kila taa ya mwinjilisti, ya mwalimu, ya mitume, ya nabii, ninasema hizo taa kupitia maandiko zikawake tena. Kwa watoto zikawake, kwa teenager zikawake, kwa wamama zikawake, kwa vijana zikawake, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna taa kuzimika. Amen. Hakuna. Waliokutabiria taa izime, haitazima. Amen. Haijalishi wanakurushia magonjwa gani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Yesu ndiye atakukomboa katika boma yako. Ni Yesu ndiye atakukomboa katika ndoa. Ni Yesu ndiye atakukomboa ni masomo. Ni Yesu ndiye atakukomboa. Hakuna taa itazima katika Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kufurahi sana. Ni kufurahi. Hakuna taa inazima. Endelea. Ninyi nyote mumpendao. Ninyi nyote mumpendao. Tunaambiwa tufurahi. Bwana Yesu apewe sifa. Ninyi nyote mumpendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umejizatiti mpaka umefika katika nyumba ya Bwana, furahi. Amen. Jua ya kwamba uko mahali pasawa. Ni furaha. Amen. Kwa maana hata maandiko alisema tufanye kazi siku 6, siku ya 7 ni siku ya Sabato. Amen. Furahi katika Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kufurahi. Amen. Ni kufurahi. Maandiko yanasema ni kufurahi. Kama ni kunyenyekea ni kufurahi. Kama ni kuimba ni kufurahi. Kama ni kusifu ni kufurahi. Katika furahini katika Bwana. Amen. Si tunakuwa tufurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe jisikie uko katika nyumba ya Bwana. Furahi. Amen. Furahi. Endelea.
pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudia tena hilo neno. Furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Furahini kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Kama umekuja na kilio, si wewe ufurahi tu. Amen. Furahi. Amen. Kama umekuja na kilio, wewe ufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kama ni uzima utapata, kama ni ukombozi utapata, kama ni huduma utapokea. Haijalishi ni mazingira gani, kama ni kule kwenu pia nao watafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Watafurahi. Hapa hakuna kilio. Amen. Ni kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Nisiko kumali kwa sana. Amen. Ni kufurahi. Furahi. Amen. Endelea. Mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Bwana Yesu asifiwe. Mpate kunyonya na kushibishwa katika maziwa ya faraja zake. Amen. Wewe ukanyonye. Amen. Kama ni mtoto ukanyonye. Amen. Na kama wewe ni mama ukanyonye. Amen. Na kama ni mzee ukanyonye. Amen. Hakuna kilio tena. Amen. Hakuna. Let's go positive. Hata Lazaro alipokutana na Yesu, kilio kiliisha. Amen. Kilio kiliisha. Haijalishi ni mazingira gani. Amen. Wewe kilio kikaishe. Ninasema kikaishe. Cha watoto wako kwenda university, ninasema kikaishe. Kwa watoto wako kule mashuleni, ni upande wa karo, hicho kilio kikaishe. Kama ni kwa ndoa, hicho kilio kikaishe. Kama ni kwa huduma, hicho kilio kikaishe. Katika Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilio kiliisha. Dada yake kilio kiliisha. Kama kuna watu walikufunga sanda juzi na jana, leo kilio kinaisha. Amen. Kilio kinaisha. Hebu agusia Yohana 1:32. Kikaishe hicho kilio. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hicho kilio kikaishe. Kwa nyumba yako kikaishe. Kwa watoto wako kikaishe. Kama ni kwa biashara kikaishe. Kama ni kule ulikoajiriwa kikaishe. Katika si jina lingine. Amen. Yohana 11 kuanzia 32. Nasema, basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Endelea. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Yesu akalia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akalia machozi kwa ajili ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazaro wa leo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilio chako majira haya na masaa haya kimefika mwisho. Kama Yesu alilia kwa Lazaro, hata wewe nalia kwako.
uliumwa ikafufuke. Kama ni uchumba ulikufa ukafufuke. Kama ni pale ulipozaliwa familia ikaendelee katika sifa. Yesu alitenda kwa Lazaro. Dada yake hakuamini. Amen. Ukiona Yesu analia. Amen. Unajua ndoa yako ikisambaratika, Yesu analia. Mtoto akikosa school fees, Yesu huwa analia, huwa asikii vizuri. Amen. Anataka wewe ukabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akalia kwa Lazaro. Lazaro hakujua ya kwamba kuna Yesu atakuja. Amen. Endelea. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu? Akasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe mambo yako yamesambaratika, Yesu anakupenda na atakufufua. Amen. Hakuna kitu kitakufa kwako. Hakuna. Iwe ni mtoto hakuna. Iwe ni kijana hakuna. Iwe ni mzee hakuna. Kwa biashara hakuna. Amen. Wewe amini ya kwamba uko mahali pasawa na kila kitu kitafufuka. Amen. Kitafufuka. Kama ilifufuka kwa Lazaro. Endelea. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Unasikia hao wengine hao ni wale wachawi. Amen. Waliua huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ukalifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha huduma ikachipuke. Ninasema huduma ikachipuke. Bwana Yesu asifiwe. Huduma zote zikachipuke. Hata kama kuna kanisa ilifungwa, hiyo huduma ikachipuke katika. Amen. Hakuna kitu kitakuwa maiti, maana umekutana na Yesu. Amen. Endelea. Sikiliza hilo neno. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Yesu akasema, niondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe amini. Amen. Wewe amini ukauone utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema uamini ukauone utukufu wa Mungu. Ni kwa kazi yako ukauone, ni kule ulikoajiriwa ukauone, hata kama ni uchumba umesambaratika ukauone utukufu wa Mungu. Kama ni ndoa inayumba ukauone utukufu wa Mungu. Kama ni lile boma la kwenu limehesabiwa maiti ukauone utukufu wa Mungu, na watu wote wakachipuke, na watu wote wakawa wazima, hata wewe ukakombolewe katika. Bwana Yesu asifiwe. Wakaone utukufu hata huko vijijini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe amini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ulivyoingia mahali hapa, wewe amini uko mahali pa sawa. Amen. Wewe utukufu ukaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Hata utakapotoka hapa nje, utukufu uambatane na wewe katika. Sio kabarikiwe.
Yesu asifiwe.